Lakini pia usomaji wa Qur'ani ni nuru kwa mwezi wa Ramadhani, hukufanya wewe mwenyewe ukapata amani ndani ya nafsi yako. Assalamu alaikum Tanzania, hii ni Musoma. Ulioko nyuma yangu ni msikiti wa Baraza la Waislamu Tanzania, yani BAKWATA, na hii leo ikiwa ni Ramadhani ya 24, kwenye msikiti huu linafanyika zoezi la usomaji wa Qur'an. Tuko na mshindi nambari 5 wa dunia wa usomaji Qur'an, ametembelea Musoma na leo atakuwa akisoma Qur'an tukufu hapa kwenye msikiti huu mkuu wa BAKWATA uliopo Musoma mkoani Mara. Hii ni EGOWASU TV, sauti ya jamii. Tuko hapa kukuletea matukio yote ambayo yatakuwa yanajiri hapa kwa uzuri kabisa, lakini usisahau kuendelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama EGOWASU TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel ya kwetu una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, nyuma ya kamera yupo Salman. EGOWASU TV, sauti ya jamii. Kwa majina naitwa Sheikh Mikidadi Jalala, ni Sheikh kata ya Nyasho na Kitaji. Kama namna mnavyoona, leo tumetembelewa na ugeni mkubwa wa Qari'u Rajai, na ni vizuri pia zoezi hili limefanyika kwetu Musoma na ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao imetelemshwa ndani yake Qur'ani. Kikubwa kwa Waislamu, tujibidiishe sana kusoma Qur'ani. Hili kwetu limekuwa pia ni funzo, maana ndani ya mji wetu makari kama hawa hatuna, lakini ni vizuri tukajifunza na kwa kuiga kutoka kwa mwenzetu Rajai ambaye hivi sasa ni msomaji mkubwa wa kimataifa. Kwa majina naitwa Mikidadi Yahya Shada, ni katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Mara. Kwanza, wazazi waendelee kuwahimiza watoto wao kusoma madrasa, na si kusoma madrasa tu, wahifadhi Qur'ani, kwani kuhifadhi Qur'ani ni jambo kubwa sana kwa Allah, na haisaidii tu hapa duniani mpaka kesho akhira, na haisaidii tu madrasa, mpaka kwenye shule wanazosoma watoto wanafaidika, kwani wanakuwa na kiwango kikubwa sana cha kuhifadhi mambo mbalimbali. Lakini pia usomaji wa Qur'ani ni nuru kwa mwezi wa Ramadhani, hukufanya wewe mwenyewe ukapata amani ndani ya nafsi yako. Kwa majina naitwa Rajai Ayub, ni msomaji wa Qur'ani kutokea katika nchi hii ya Tanzania. Qur'ani au kuisoma Qur'ani kuna faida nyingi sana. Kwanza, Qur'ani kuisoma tu kwanza ni ibada. Ni ibada kubwa sana, kwa maana kile unaposoma herufi moja unapata malipo. Lakini sio anayosoma tu, pia hata yule ambaye anasikiliza Qur'ani naye vile vile anapata malipo yaliyokuwa makubwa sana. Lakini Qur'ani inafundisha maadili, inakuweka kijana au mtu katika maadili yaliyokuwa mema, maana kuna makatazo mengi ya mambo mabaya na inakutaka ufanye yale yaliyokuwa mambo mazuri. Mimi nataka labda niwashauri au niwaambie wazazi wenye vijana ambao wenye vijana wao wajitahidi kuwapeleka madrasa. Manake wenyewe wanasema sasa hivi wao binafsi wanasema hawawezi, pengine au wana majukumu mengi. Kwa hiyo mtu mzima kukaa darasani ili aanze kuifuatilia Qur'ani kidogo inakuwa mtihani, mambo imekuwa ni mengi. Lakini wawapeleke basi japo vijana. Kimpeleka kijana mmoja au vijana wako, basi utakuwa umetengeneza jamii iliyokuwa nzuri kabisa, yenye maadili, yenye hofu na Mungu. Maana akisoma ile Qur'ani kuna mambo mengi kule, automatically Qur'ani yenyewe itakuwa imemwathiri, itamjenga kiimani, na kwa mafundisho yaliyoko ndani mwake atakuwa ni kijana mwema na mwenye maadili mazuri.
Naam, hivi ndivyo ilivyokuwa katika msikiti mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA uliopo wilaya ya Musoma mkoani Mara. Hii leo limefanyika zoezi la usomaji wa Qur'an na tumeweza kuwasikia baadhi ya viongozi wa dini pia wamezungumzia jambo hili la usomaji wa Qur'an, lakini pia wamesisitiza kwa wazazi walezi kuweza kuwapa fursa watoto ya kuweza kuisoma Qur'an kwa uzuri kabisa na kuielewa. Hii ilikuwa ni Yego Wasu TV, sauti ya jamii. Ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Endelea kututembelea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yego Wasu TV. Lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Yego Wasu TV, sauti ya jamii. Asalamu alaykum.